Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni siku nyingine tena. Karibu katika mahojiano haya maalum nikiwa na mtumishi wa Mungu Bashando, ambaye ni mtumishi maarufu sana, na katika historia ya mitume na nabii ni miongoni mwa watu ambao wataandikwa katika vitabu vya kumbukumbu. Yeye ndiye alianzisha vuguvugu la Baraza la Mitume na Manabii. Mpaka sasa yeye ni rais mstaafu wa Baraza la Mitume na Manabii vile vile. Leo tuna mengi ya kuzungumza naye. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina, nashukuru sana. Nitakusupport kwa miezi 10. Kila mwezi nitakupa $1,000,000 kila mwezi, kwa thamani ya $10,000,000 hiyo. Lakini pia nitakupa gari ambalo ukiingia utaendesha, utatembea na hilo gari kama mtu uliyetoka kuonana na nabii mkuu wa Bwana mwenye mamlaka ya mwisho kabisa kuongea. Simama uangalie gari hili. Gari bado mpya, gari safi. Namba za sasa. Nimenunua milioni nyingi. Hii sio BMW X3 kama X3 unazoziona mjini za kawaida. Hii ni ya miaka ya hivi karibuni. Kwa mara ya mwisho mimi nilikuona wakati unazungumza ukiwa kanisani kwa nabii mkuu Yodevi. Na hapa katikati kumekuwepo na story ndefu kuhusiana na ile story ya Goodluck Gozbert kuchoma gari ambayo alikuwa amepewa kama zawadi na nabii mkuu Yodevi. Wewe ni miongoni mwa watu pia mlipewa magari, na wewe ni miongoni mwa watu ambao mlienda kanisani kwake. Kwanza ile video uliona? Niliona video ya Goodluck, lakini kwa kuweka rekodi sawa, alianza kupewa gari Goodluck. Sawa. Ila sio kwamba Goodluck ndio alikuwa mtu wa kwanza. Kabla hapo nabii Yodevi alikuwa ameshawapa magari watu zaidi ya 35. Sawa. Kwa alipewa Goodluck, baadaye nikaja nikapewa mimi. Sasa gari ndio pewa mimi ndio ili trend na ikaamsha ile ngurumo ya upako, watu wakaanza kwenda pale. Baada ya wewe ulipewa gari aina gani? Mimi nilipewa BMW X3. Okay. Ilikuwa ni ya miaka ya karibuni, gari kali sana. Alinipa hiyo BMW. Sasa imekuwaje baada ya lile grupu la miongoni mwa watu waliopewa magari na wewe ulipewa, ulivyoona mwenzako amechoma ile gari, sasa na wewe haujajiuliza huko katika situation gani? Ulikuwa kwenye mpango wa kuchoma? Mimi gari yangu niliuza mapema sana. Niliuza mapema sana kutokana na changamoto za kiuchumi. Na nilikuwa kipindi hicho na harakati za mitume na manabii, nataka nilipe ofisi, hela sina. Kwa gari niliuza ile ya Yodevi alionipa, niliuza nikanunua RAV4, na RAV4 nao nikaiuza. Nimenunua saa hizi Grand Mark 2. Sawa. Ila sijaitembelea muda mrefu, karibia mwaka sasa. Sawa. Sasa nilivyokuja mtandaoni na kuona Gozbert amechoma ile gari, mimi nilimlaumu Gozbert kwa kitu kimoja. Sikumlaumu kwa kuichoma, kwa sababu siwezi kujua amekutana na nini au nini kimemsibu, hiyo ni siri yake. Ila nilimlaumu kwa kuichoma na kushuti. Yani anashuti akiwa anaichoma moto na kuiweka hadharani. Kwa sababu hata kama kuna mambo labda yametokea pale yakamuumiza nini, akaamua kuichoma ile gari, ile kuiweka hadharani kwenye media, kuna watu watarudi kinyume na yeye, wamuone hana shukrani. Kwa tatizo langu mimi na yeye ilikuwa ni kuchoma alafu akishuti na video. Kwa tatizo lako sio kuchoma gari. Tatizo langu sio kuchoma gari. Kwa sababu hauwezi kujua, unajua yeye ndio yamemfika. Yeye ndio anajua ni kwa nini amechoma. Ila tatizo langu ni kwa nini ya shuti. Kwa sababu kwenye kushuti pale, kwanza watu watamtafsiri yeye kwamba hana shukrani. Hawatajua kwamba kuna kitu gani anapitia. Lakini cha pili, unaweza kukuta pia watu wakaanza kumwangalia nabii mkuu kwa sura nyingine, kwa sura ya tofauti. Okay. Na katika hili wengi wanazungumza swala la nyota. Kwamba Goodluck masuala ya nyota imechukuliwa, baada ya kupewa gari tu hasikiki tena, licha kwamba anatoa nyimbo sana. Na wewe vipi? Ni kweli masuala haya ya kupewa gari yanahusiana na nyota kama ambavyo watu wanasema, ama ikoje? Unajua Waswahili wanasema lisemwalo lipo. Lakini vile vile mimi kwa niaba yangu siwezi nikathibitisha moja kwa moja kwamba
Nabii Jodevi anaibia watu nyota akiwapa vitu. Siwezi nikathibitisha sababu sijawahi kumuona kwa macho. Sawa. Isipokuwa yeye ndani yake ndo anaweza akajua kama yeye anaibia watu nyota ama haibii. Yeye anaweza akajua na Mungu wake. Ila mimi ninachoweza kusema ni kimoja, kitu ambacho nimejifunza kutoka pale Ngurumo ya Upako ambacho kinasababisha labda watu wengi kwa mfano niseme mimi nilivyotoka Ngurumo ya Upako nimepitia matatizo mengi sana. Nimepitia matatizo mengi sana. Nilipitia matatizo ya kiuchumi. Uchumi wangu toka tu Ngurumo ya Upako? No, yani nilivyotoka pale nilipewa gari, nilipewa zile hela nini, baadaye vitu vilianza kuporomoka. Mpaka ikafika hatua yani nikawa nothing, sina kitu chochote. Lakini siwezi nikalinganisha hiyo hali na Jodevi kuniibia nyota. Ila mimi mwenyewe naweza nikasema nilivyoalikwa pale Ngurumo ya Upako na Jodevi kunipa ile gari na kunipa zile hela, ni mimi mwenyewe ni kama niligeuka akili yangu, nikaacha kuhubiri, nikaacha kumhubiri Yesu, nikageukia kumsifia Jodevi. Umeelewa? Kwa sababu Mungu ana wivu. Umeelewa? Nakupa mifano hai. Kwa mfano, kuna mtu kama ndugu yangu Mashimo. Mashimo alifika pale na yeye alitendewa ukarimu, akapewa gari, alikuwa na kanisa pale Mbezi kwa Yusufu, si Mageti, panaitwa Mageti. Baada ya kupewa gari, Mashimo alikuwa hata Jumapili aende kanisani, kila siku yuko Arusha, mara Ngurumo marathon, Ngurumo nini, Ngurumo. Mwisho wa siku hadi kanisa lenyewe akaliacha. Umeelewa? Sasa vitu kama vile vinaweza vikakusababishia mapigo yatoke kwa Mungu mwenyewe. Alafu kaanza kulaumu nani ameniibia nyota. Swali la kujiuliza ni sisi tulienda pale tukapewa magari, tukapewa pesa, tukapewa heshima za kuhubiri kwenye madhabahu ile. Mungu alituambia tuache injili tuanze kumuongelea Nabii Jodevi. Kwa hiyo ni kwamba mkifika pale wengi mnapopewa ile nafasi kupewa fedha na magari huwa mnajisahau wenyewe. Kwa hiyo kosa sio la Jodevi kama watu wanavyosema. Kujisahau pia kupo. Mimi nikiongelea kwa niaba yangu kwa sababu napitiaga zile clip na unakuta umemuongelea wiki nzima, yani hamna. Na pia kuna pressure vinatokea hapo. Unajua sasa nabii akisha kupa gari umeonekana pale, kuna washirika wanatokea pale na viongozi, simu zinakuwa nyingi kila siku. Baba umepost hivi, baba amefurahi. Sasa zile zinakuhamisha kwenye reli usipokuwa makini. Kwa mimi zilinihamisha kwenye reli. Nikawa kila nikikaa nabii mkuu, kila nikikana. Sasa jambo lolote likizidi likikosa kiasi inakuwa ni ibada. Kwa hiyo kuna mtu alikuwa anawatuma mufanye vile ama nyewe wenyewe kwa misukumo yenu? Mimi binafsi napenda kuwaongelea watumishi wa Mungu bila kutumwa. Sasa kuna mwingine ukifanya anakuja ku pressurize iendelee. Umeelewa? Kwa mfano unaweza ukaambiwa ile post uliyoiweka ile imemfurahisha sana nabii. Yani I say baba ataendelea kukusupport. Sasa unaanza kuweka zile sio kwa sababu unampenda, kuna ka support unakuwa unakategemea pale. Umeelewa? Sasa ile ndio inasababisha watu watandikwe na Mungu. Mwisho wa siku wanaanza kusema tumeibiwa nyota. Kwa mfano na mzee wangu sio ni mtaji. Mzee nani? Na mzee wangu Akio. Umeelewa? Akio ni mhubiri wa siku nyingi sana. Mzee Akio ni mhubiri wa siku nyingi sana. Lakini saa hizi Akio hata akiona nabii mkuu ameshambuliwa nini, ataita media pale, atachukua kamera, ataanza kuweka masomo yake. Nabii amekosa nini? Sasa kwa umri wake yule mzee sio akufanya hivyo vitu. Mzee Akio yule ambaye pia ni mshirika, nadhani ni kanisa gani? Ni rafiki, yeye ni askofu wa Betheli. Sasa mzee Akio ni mtu ambaye ametembea na Mungu kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye mnamfahamu miaka mingi kama vijana. Mzee Akio mimi sikuwa namfahamu, ila nimepata historia yake. Mzee Akio mara ya kwanza alinitafuta kipindi kile cha Nabii Shila. Ndio alinitafuta tukaanza kuzungumza naye, lakini baadaye nimekuja kukuta historia yake kwa watumishi. Ni mtumishi mkubwa sana. Na ninasema hapa sio kwamba namchukia. Mzee Akio nimelala kwake, nimekunywa kahawa yake ya cappuccino, amenitumia nauli kipindi fulani, nimekuja Arusha hapa, nimeenda Ngurumo pale, akanipa na nauli ya kurudi. Sio nampenda. Mama yangu amekufa, Mzee Akio ametoka Nairobi, amekuja mpaka nyumbani kunihami, akaninunulia na suti. Kwa unavyoongea hapa siongei kwa sababu namchukia. Lakini roho Mungu amewaka ndani yangu kuwakumbusha wale wote ambao walienda pale Ngurumo baada yangu na kuanza kufuata zile tabia kwamba ukipewa kitu unaacha kuhubiri afu unaanza kuongelea nabii mkuu. Na tukapewa ka jina fulani hivi yani unajua ni tukapewa jina nasema
injili ya uamsho wa kinabii. Na tunatafsiri kwamba hata ukimuongelea nabii mkuu unakuwa umemuongelea nani? Yesu, kwa sababu nabii mkuu hauzi pombe, anamhubiri Yesu. No, pale tulikuwa tuko sahihi. Nabii mkuu moyo wake wa kutoa unaweza ukawa mzuri sana, lakini ukapotoshwa na matendo ya watu waliowapatia. Nadhani sasa hivi amekemea yeye mwenyewe, amekataza watu wasimuongelee, wahubiri injili. Nadhani alitakiwa kukemea kuanzia kwa Bashando. Ila sasa hivi limzizi limeshakuwa zito sana hili. Kuna watu wanakaa, nimemwona yule dogo aliyefukuzwa Bongo Star Search yule. Na ni anaitwa Abiudi. Abiudi. Nimeona naye ametoa nyimbo nabii baba. Huwa nikiangalia vile vitu vinaniuma sana. Sababu nasema huu msingi nimeujenga mimi. Lakini ukweli ni kwamba kwa mfano leo Kusaga unisupport mimi hata milioni 100. Nitakushukuru tu, niseme Mungu akubariki. Lakini natakiwa niitumie hiyo hela kununua vyombo, kuboresha kanisa, kufanya mambo mengine. Sio sasa ndio niendelee kukutaja wewe. Ile ni ibada mbaya, na ndio imesababisha wengi tukapigwa kiuchumi huku tukifikiria kwamba ni nyota zimepotea. Kwa upande wangu mimi na hesabu nilipigwa na Mungu kwa sababu ya kuacha injili na kumuongelea mtu. Kwa hiyo ndio nikakuuliza pale mwanzo kwamba wengi wanaoenda pale ni kama mnapumbazwa na vile vitu ambavyo mnapewa njaa, au ni njaa. Yani ukishafika pale, ukishapewa unaona sasa ya nini haya yote? Wewe ni mtumishi, unajisahau na kila kitu. Niseme ukweli ni kwamba kwa mfano mimi nimeenda siku ya kwanza ile ambao ananiambia utakuja kuhubiri. Sikwenda kwa ajili ya njaa. Nilikuwa nimetoka kuandaa kongamano langu hili kubwa ambalo limetengeneza movement hii ya mitume na manabii. Na nilikuwa nimetoka kufanya kazi moja Dodoma ya mama. Kwa hiyo nilikuwa niko vizuri mfukoni, lakini nabii kuna kitu alikifanya kikanichanganya. Niliandika kakatuni fulani hivi kumsifia mtandaoni. Akanitumia shilingi milioni 1. Kwa hiyo nilivyoenda pale nilikuwa nimeenda kumshukuru sababu alinipa hela pasipo kutarajia. Ndio kwa nini hauna uwezo wa kupata milioni 1? Yaani kwamba hiyo, kwa nini usingeshukuru tu ukaendelea na mambo yako kule kuliko kuja pia kanisani? Hujanielewa. Uwezo wa kupata milioni 1 ninao. Uwezo hata wa kupata hela nyingi mimi kama mimi na miaka 40 sasa hizi mzee. Na mke na watoto. Nafikia mimi naishi kwa hela sio ya kupewa ya nini? Ile milioni 1 ilikuwa na nini kama ulikuwa na uwezo wa kupata hela nyingi? Leo mimi niko hapa. Kusaga anitumie milioni 1 bila kazi yoyote mzito, lazima nishangae. Alafu niseme alivyonitumia ile milioni 1 barozi wake, nilimwambia sasa nahitaji nimshukuru nabii, ndo akaniambia kuna birthday yake tarehe 24. Nikamwambia nitakuja. Kwa mimi nilienda, lakini naomba mnisome vizuri isije ikaleta taharuki huko. Wakati naenda haikuwa mara yangu ya kwanza. Mimi nimeanza kwenda pale 2014, nilienda kuimba, baadaye nikaondoka, ndio nikarudi 2022. Nikashukuru, nikapewa nafasi. Nilivyokuja kuhubiri akanipa ile gari, nilichanganyikiwa. Niseme ukweli. Kwa ajili ya furaha. Kwa furaha nilichanganyikiwa kabisa. Ukajisahau kabisa. Yaani nikajisahau. Sasa nikawa naongea mtandaoni kama mweu kila saa ni nabii mkuu. Sasa nadhani kuna wengine, na mimi nilikuwa nachukulia vingine masiala, kwa sababu nilipopata ile gari nilitukanwa, sijawahi kutukanwa kama tangu nizaliwe. Nilitukanwa kwa muda wiki 2 mfululizo. Na wanaonitukana ni mitume, wachungaji, nani. Na alikuwa anasema maneno, unaibiwa nyota, unafanya nini, umeelewa? Sasa kuna wakati nilikuwa na posti vitu kwa ajili ya kuwatibua watu waongee. Umeelewa? Sawa. Sasa kuna wasaidizi pale wakawa wananifuata, bana posti yako imemfurahisha sana baba. Posti nyingine unaweka. Mwisho wa siku nikajikuta nimehama kwenye mfumo wa injili. Umegeukia kwenye injili ya uamsho wa kinabii. Ambao mtaji wasaidizi wake walikuwa wanakujaza ndio hiyo ndio ukweli. Na hiyo ndio inaharibu watu hiyo. Kwa hiyo ana wasaidizi ambao si yani ana wasaidizi ambao sio kwamba sio smart. Mtu si anaangalia faida zake. Mimi nikimuongelea Kusaga, Kusaga ataheshimika, watu watamfuata. Alafu mimi hata nikionekana chizi, Kusaga si anaweza akanikataa baadaye ile chizi mimi silijui, lakini nashukuru kwa sababu limwaya kwa kila mtu anaangalia faida zake. Ni smart kwa sababu wakati huo sisi ndio tulikuwa hatuko, especially mimi nilikuwa siko smart. Umeona? Na ni makosa ambayo nayajutia sana. Kwa nini wewe una muda gani kwenye huduma tangu wewe mtumishi? Na muda mrefu sana. Sasa unaweza kupumbazwa na milioni 1. Mtume, yani hiyo milioni 1 ni ya mwanzo.
ukitaja Bashando kwenye taifa hili, nyie mnataka kunizushia mijadala mingine. Milioni moja alinipa ya kwanza, nikaenda pale nikamshukuru. Nilivyomshukuru akanipa milioni moja nyingine, akaniambia njoo uhubiri Jumapili ijayo. Ndio kapewa gari. Nimefika nimehubiri nikapewa gari na milioni 12. Wewe mwenyewe hautachanganyika. Sasa nikakuuliza usaga tuongee mimi na wewe. Nimekupa gari na milioni 12 hapa hujaitarajia. Haina tatizo. Utaanza kuongea Bashando. Bashando ni mtu wa Mungu. Bashando ametoka kwa Bwana, lakini ndio mkakuuliza uzoefu wa huduma yako ni miaka mingi sana. Unaweza ukapumbazwa na gari, unaweza ukapumbazwa na milioni 12. Yaani kwa kweli ile ni kosa la kiufundi ambalo limenigharimu. Na nataka nikuhakikishie nilichokifanya pale I was not smart. Ilikuwa ni mizaha na mihemko ambayo ilinipotezea hadi watu wa muhimu mno. Nataka nikuambie kuna waheshimiwa walikuwa rafiki zangu, walivyoona naongea vile kuna watu waliniblock na nimetumia gharama kubwa sana kuwarudisha wengine. Ndio maana nikiona watu kama mzee wangu akiona umri ule anakaa sijui nabii ameshambuliwa anaenda pale anaanza kuita media anaongea, kwa kweli sijisikii vizuri sana moyoni. Umeelewa? Kwa hiyo umesema unajutia. Najutia sana kwenda kanisani kwake au kumsifu Jebeli? Sio kwenda kanisani. Sio kwenda kanisani. Nachojutia ni ile kupewa gari alafu nikajizima data. Nikaanza kuongea hovyo kwenye mitandao. Nabii ile naijutia sana. Umesema huenda watu kama 35 wamepewa magari. Mimi sijawashikia hao wengine sana kama ambao walikuwa kimya. Waliopewa magari hao, hata Goodluck mwenyewe aliyopewa gari aliuchuna kimya. Mbona baada ya hapo sasa imetokea kiwa na hakumsifu Jodel? Nani Goodluck? Goodluck yeye kilichomchanganya nadhani ni kuachana na management yake. Okay. McDennis waliachana akawa hana msimamizi. Aliona ni mkubwa. Unajua kwenye maisha haya hata kama tuna nguvu za kufanya kazi na kupata hela, lakini bado nyumbani kuna mtu anayekusaidia kufua. Okay. Sasa Goodluck ana kipaji lakini alikuwa anasaidiwa na McDennis. Ambaye ndo McDennis saizi anambeba Obi Alpha. Okay. Kwa hiyo walivyoachana naye pale waliachana, hawakuachana vizuri. Ndio kamchukua Obi. Hiyo ndio ikamshusha, amemchukua Obi Alpha. Sasa hebu tusaidie kidogo. Baada ya pale kwa sababu wewe uko Dar es Salaam sana, story ni nyingi. Baada ya Goodluck kuchoma ile gari, kuna hatua zozote za kisheria zilizochukuliwa dhidi yake? No, nimepata taarifa ambazo sina uhakika nazo. Nimesikia anawindwa sana, tafutwa sana na polisi sasa. Nimesikia hivyo. Nimesikia anaishi kwa kujificha ficha. Okay. Na nasikia marafiki zake wa karibu wamekamatwa. Sina uhakika nao lakini nimesikia hivyo. Okay. Na kama hiyo inaendelea kweli basi mtafute mwacheni ukijana, kwa sababu gari aliyochoma ni lake. Umeelewa? Gari si ni lake, wewe umempa mtu gari amelichoma, unamtumia watu wamkamate yani. Sasa hapo hiyo ndio ikijulikana ndio inaweza ikasema kweli hapa ile gari ilikuwa na kitu. Kwa nini ukasirike? Mali umeitoa. Anatafuta Dar es Salaam kama ulivyo Dar es Salaam ama wapi? Arusha. Gari alipewa Arusha. Anatafutwa Dar es Salaam kule. Yaani anaishi kwa kujificha yeye. Goodluck anasema bwana natafutwa marafiki zangu wa karibu. Kimya. Hao wanamtafuta kimya ni kina nani? Kwa hiyo ndio sio nzuri. Ulifanikiwa mimi ningeamua kuchoma BMW yangu. Goodluck mimi na yeye hatuna ukaribu. Ndio kumpigia? No, Goodluck atuongee kwenye simu, tunaonana tu, tukionana si unajua zile za kilokole. Mnavimbiana ila wakitokea watu shalom bwana asifiwe ndio tuko naye hivyo. Okay. Tunanafikiana na ni waimbaji wengi tuko na kuwa nao hivyo. Sawa. Lakini sasa Goodluck kwenye ile issue ya kuchoma gari, mimi niliona nitumie media tu kuongea naye kama kumshauri kwamba alikosea kushuti. Ila kuchoma siwezi nikamhukumu kwa sababu sijui ni kitu gani kilimpata. Mwisho kabisa ulisema utataja manabii baada ya mkutano huu, utataja manabii ambao ni feki na nini wanaoibia watu. Uliwaza nini? Subiria kwanza mkutano. Si nimesema mwisho wa mkutano, leo ndio siku ya kwanza. Mwisho nitataja, lakini kuna kitu kimoja natamani tu. Kwa mfano leo nitolee mfano leo kwa Pastor Ezekiel amehubiri, hajaitisha hata sadaka, amesema nahitaji imani yenu. Umeelewa? Hicho ni kitu ambacho kinaweza kisiongelewe, lakini ni kitu kikubwa sana. Hata Yesu alisema nataka rehema, sitaki sadaka, nataka imani. Sasa kwenye utapeli kuna utapeli wa aina nyingi. Kuna utapeli kama unamwambia mtu leta milioni 3 ni kufungue kwenye kifungo ulichofungwa. Huo nao ni utapeli. Lakini kuna utapeli wa moja kwa moja wa kumwambia mtu hii gari yako Mungu amesema unipe, alafu unaondoka nayo. Au wakwenda kukopa alafu ile hela haurudishi.
Sasa mimi na orodha yangu nitajilipua baada ya mkutano. Utawataja kwa majina? Kwa majina, kama unajua Konki Master Dudu Baya alivyofanya. Hiyo ngoma ndio inakuja sasa. Unawataja kwa majina? Mimi nataja kwa majina. Warekebishike, kwa sababu ukiwapeleka hata polisi wengine wanasema mambo ya imani hatuingilii. Kama ya imani hatuingilii, na mimi natumia imani sasa. Ulifanyana nini na Mbarikiwa? Sijafanyana naye chochote. Ila nimeanza kumuona tangu zamani anatukana. Yaani ukiwa mtumishi mwenye jina tumbarikiwa anakutukana. Sasa ule ni wivu. Kwa nini wewe Mungu akutume kuwaonya watu wenye majina na mafanikio tu? Yaani watu waliokuzidi majina, waliokuzidi mafanikio, waliokuzidi akili, waliokuzidi muonekano, hao ndio unawakosoa. Sasa Mbarikiwa nimemvumilia, lakini alikuja kuyakanyaga alivyomtukana mzee Maboya. Yule mimi ni askofu wangu, nimeingia kanisani kwake na kanda mbili na maisha magumu mno. Kwa hadi kufika leo mimi niko hapa nilipo. Mzee Maboya na mchango mkubwa sana. Na ametuambiaga sisi tusiwe na vita. Lakini kaambia mzee, kwa hili nisamee. Umenunua vita na Mbarikiwa? Nimenunua vita na hapa nimetulia tu. Hii ni endelevu. Nimeona anatuma vijana wake wale wanaomuuzia maziwa, anatuma mke wake, umeelewa? Wanajaribu kuni ataki pa. Nimetulia hata nimalize kazi. Nikirudi na mimi naita media zangu. Tutakesha hata mwaka mzima. Mimi ni mtu ambaye siogopagi kutukanwa. Umeelewa? Watanitukana watachoka wenyewe. Sasa mimi nikushukuru kwa muda wako. Amina. Lakini pia tutapata muda mwingine pia kuzungumza. Amina. Bwana, nilikuwa na mtumishi wa Mungu Askofu Bashando. Historia yake ni ndefu kidogo. Ni mtumishi kijana ambao kwa kweli ukiwasikiliza hivi kuna vitu ambavyo kwa namna moja nyingine ambavyo unavipata. Tumefanikiwa kuzungumza mengi, lakini tutakuwa na muda pia kuzungumza mengi zaidi. Mimi naitwa Kusaga, mwandishi wa Wananchi, na hapa ni eneo la Kilimanjaro, na tumebahatisha tu baada ya kuja kwenye mkutano wa Pastor Ezekiel.